Michuano ya Asma Mwinyi Next Generation imezinduliwa rasmi ndani ya viwanja vya New Amani Indoor Zanzibar, inayoshirikisha timu 20 kwa upande wa wanawake na wanaume. Akizungumza katibu mkuu wa shirikisho la mpira wa kikapu Zanzibar, Thani Lali, amesema kuwa ni chachu ya mashindano kwa vijana kuweza kuonesha vipaji vyao kupitia michezo. Amesema kuwa ni jambo zuri kuendeleza katika jamii kutokana na ubora wa viwanja nchini, ambapo hupelekea fursa kwa vijana. Sababu vijana wetu wamekaa muda mwingi bila kufanya mashindano yoyote, lakini wakati wa mashindano haya yamekuja wakati sahihi sasa kwa vijana wetu kuonesha vipaji vyao. Pia sisi kuna kamisheni yetu ya mashindano ya vijana kule, pia itatujengea sasa chachu na sisi na kuwazindua kweli kamisheni yetu ile kuandaa kitu kizuri zaidi kama wenzetu walichokianzisha. Mashindano haya kwanza nia yao kwanza kuwa tayari wao kuwepo kama shirikisho yao NGO yao ya kuanzisha mashindano haya, kwamba kuwa tayari sasa kuwasapoti vijana. Na mimi kama katibu wa shirikisho nimefarijika sana kuona wadau kama hawa wanajitokeza, ila naomba watokeze zaidi sasa wadau wengine nao kuwashika mkono vijana wetu, kwa sababu vijana wako wengi Zanzibar wanaopenda huu mchezo. Wasifikie tu hapo Unguja, pia hata na Pemba napo waende, kwa sababu miundombinu alhamdulillah tumshukuru Mheshimiwa Rais wetu wa Zanzibar Dr. Hussein Mwinyi ametutengezea miundo mizuri mingi upande wa Unguja na upande wa Pemba. Sasa basi wakitokeza wadau kama hawa pia na hii michezo ikapelekwa kule Pemba, kwa kwetu sisi kama wasimamizi wa shirikisho la mpira wa kikapu Zanzibar itatusaidia sasa wepesi na kuendeleza mambo yetu vizuri. Nichukue tu sasa niwaombe wazee wauchukulie sasa serious huu mchezo huu, waruhusu wapangie watoto wao ratiba nzuri wa kuendeleza mchezo huu. Pia ni waombe wadau wajitokeze kwa wingi sasa kusupport mchezo huu, yani kutia pesa kwenye mchezo huu, wasiangalie tu michezo mingine. Hii basketball tangu asili yake ilikuwepo Unguja, ilikuwa inapendwa sana. Sasa ni wakati mzuri sasa sahihi kuwekeza kwenye basketball. Next Generation Hoopers, tunashukuru chama cha basketball Zanzibar mmeweza kupokea mwitikio wetu kwa kuandaa tournament, mmeweza kushirikiana na sisi kwa pamoja mpaka tumeweza kufanikisha. Sio kwamba ni sisi, lakini tunaamini hichi ambacho mmeweza kusupport mpaka kimetokea. Hawa vijana sasa hivi tusingekuwa na mashindano, jiulize wangekuwa wapi. Kwa hiyo ni kitu kikubwa sana ambacho tunashukuru. Pia watu wamejitoa, wamefanya maandalizi kama mnavyoona na watoto wana enjoy. Tunaamini michezo ni ajira, michezo ni afya, pia michezo ni kila kitu katika maisha yetu tunayoenda, kwa sababu hawa vijana wasipocheza sasa hivi watakuwa ndani na shinda kwenye simu, movie, lakini tunawatoa kwenye indoor, tunaita outdoor kwenye activities kama hizi. Kwa hiyo tunashukuru sana walioitikia, timu zilizoshiriki, watoto wamefika tangia asubuhi, uongozi, familia nzima ya basketball Zanzibar na Tanzania bara tumeweza kushirikiana kufanya hiki kitu. Tunaamini ni kitu bora kwetu, na watoto ambao tunawaandaa kwa hapa hii platform ya kucheza, tunaamini wanaenda kuwa wachezaji bora na mahiri na kutuwakilisha vyema huko ndani ya miaka 5 mpaka 4 mbeleni. Kwa hiyo tunaamini ni jambo jema. Chama cha basketball Zanzibar muendelee kusupport movement na tunaamini tutafikia malengo yale ambayo tumejiwekea. Upande wao walimu wa mpira wa kikapu wamesema kuwa ukuaji wa michezo hususan mpira wa kikapu unahitaji ubunifu na mazoezi zaidi ili kuweza kufikia malengo husika. My name is Franz Adelson. Yeah, keep on winning. That's what we came here to do all the way from Dar es Salaam. We just hope to keep winning, the kids get better with every game. Competition is tough. We know some of the teams we played against them before, and now it's good to see our kids progressing and doing real well so far. Our message to other players is, hey, if you like basketball, keep playing, keep working hard, and achieve your dreams. If you want to follow and become professional, just keep working hard, keep practicing, and keep playing. Naitwa Yusuf Abdijuma, maarufu naitwa Kalo, ni kocha wa timu ya Africa Magic ndogo under 18. Anapotoka shuleni anakuwa basket hawezi. Kwa hiyo mpaka unamkuta mitaani unamfundisha na kuona kazi kubwa. Kwa hiyo inakuwa hata kutoa vipaji inakuwa ni ngumu tofauti na mwanzo. Kwa hiyo wenzetu wako physical kwa sababu kila muda wao wanafanya mazoezi, lakini sisi hatuna mazoezi. Na nalia sana kutokana na viwanja. Hili swala langu lipo kubwa. Viwanja tunavyo, lakini hakuna timu ambayo inafanya mazoezi katika hivyo viwanja. Mbinu umetuzidi nyingi tu kwa sababu ni basketball na una formation nyingi. Huwezi kumfundisha mtoto formation ambayo kuna uwanja, formation inafundishwa uwanjani. Sasa sisi kama sisi
imekuja tournament kama hii, hatuna mazoezi, hatujajiandaa, yamekuja hafla kwa hatujajiandaa, kwa hiyo inakuwa kupata ushindi unakuwa ni mgumu. Mimi kama mwalimu ambaye nafundisha vijana mpaka tulipofikia hapa, nitaandaa vizuri kwa sababu ni mashindano, ni timu ambazo tunakutana nazo sana tukisafiri kwenda zetu Dar es Salaam, tunakwenda kukutana nazo Disemba. Na sasa mwaka huu ndio umetokea machafuko hivi, kwa hiyo ndio hatuweza kusafiri, lakini ni timu ambazo tunakwenda Disemba GMK pale na kukutana nazo. Kwa hiyo nashukuru sana kwa wapenzi wote wadau wa basketball Zanzibar. Kupitia Asam Online TV, mimi ni Makame na nyuma kamera ni Abilahi Abdalla.